Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Moja kati ya ripoti tulizokuwa nazo ni jinsi ulinzi wa anga wa Israel wa Iron Dome ulivyodhalilika mbele ya makombora ya Fatah na Ghadir na makombora mengine ya Iran katika kipindi cha vita. Kupitia tahariri ya gazeti la Jerusalem Post ilimeeleza kwamba idadi inayoongezeka ya wapigania maendeleo wamejitokeza kupinga ufadhili unaoendelea wa Marekani kwa mfumo huo wa ulinzi wa anga, wengine wakisema wameipa ujasiri Israel, lakini ujasiri usiokuwa wa maana baada ya kushambuliwa vikali na kushindwa kulinda anga lake. Kwa miaka mingi usaidizi wa mfumo wa ulinzi wa makombora wa Iron Dome wa Israel ulikuwa mojawapo ya maeneo machache ya Washington ambayo yalionekana kuwa salama kutokana na msukumo wa siasa. Wachambuzi wanasema kwamba hii ilikuwa ni siasa ambayo ilitumiwa na Wamarekani na wa Israel, lakini mfumo huu umedhihirishwa na wa Iran kwamba haukuwa na usalama wowote mbele ya makombora mazito kutoka nchini Iran. Wa Republican waliunga mkono na wa Democratic waliunga mkono ufadhili uliopita kwa sababu ulikuwa ni dhahiri kukamata roketi zinazolenga raia, sio mlinganyiko mgumu wa maadili. Hivi majuzi mnamo Septemba, mswada wa kuidhinisha ufadhili wa ziada kwa Iron Dome ulipitishwa bungeni kwa kura 9 pekee za wapinzani. Leo idadi inayoongezeka ya waendelezaji wakuu wamejitokeza dhidi ya ufadhili unaoendelea wa Marekani kwa mfumo huo wa ulinzi wa anga. Mfumo huo ulianza kudhalilika katika vita vya siku 12 kati ya Israel dhidi ya Iran, lakini ni Marekani ambayo imesema kwamba itaenda kufanyia maboresho. Hata baada ya kufanyiwa maboresho mnamo katika kipindi cha mwezi Februari tarehe 28, vita vilianza tena kati ya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini Iran ilianzisha mashambulizi katika maeneo mbalimbali ikishambulia pia Israel. Makombora ya Iran yalitajwa ilikuwa kidunguliwa vibaya mno, lakini baadaye ikashuhudiwa kombora mapya ya kisasa ya Fatah na mengineyo mengi yaliyopo nchini Iran yakishuka na kufanya mashambulizi na kuharibu miundombinu ya wa Israel, lakini pia namna ambavyo ulinzi huo ukaonekana kwamba ni ulinzi wa kisiasa lakini si ulinzi wa anga. Wasosialisti wa kidemokrasia wa Amerika wamesema kwamba Iron Dome imeipatia Israel hasara kubwa na kuvamiwa na hata Marekani kuangalia mfumo mpya wa THAAD ambao angalau uliweza kutumika licha kwamba na wenyewe haukuweza kudungua makombora ya Iran. Hata hivyo, wakati huu viongozi wa kisiasa wanatafakari jinsi gani ya kuweza kuilinda anga ya Israel kutokana na makombora ya Iran ya masafa marefu. Ndio sababu ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kusema kwamba sasa lazima wayadhibiti makombora ya masafa marefu ya wa Iran, kwamba Iran lazima iharibu makombora yake ya masafa marefu ambayo kwa sasa yanaonekana ni hatari kwa taifa hilo la Kiyahudi. Lazima kufanyike mabadiliko ya kisheria juu ya mifumo ya ulinzi wa anga ambayo itaweza kulinda raia katika taifa hilo la Kiyahudi. Ufadhili wa Amerika kwa maendeleo ya pamoja ya Iron Dome kutoka dola milioni 110 hadi dola milioni 60 ikielekezwa tofauti na hiyo kuelekea Arrows 3 katika kuzuia makombora ya kiwango cha juu cha ballistic ilishindwa kabisa. Ugawaji upya unaweza kuakisi mabadiliko ya tathmini ya vitisho, lakini pia inaashiria kwamba mstari wa bajeti ambao hapo awali haukuguswa wa Iron Dome sasa unakabiliwa na uzito sawa wa kisiasa kama kila kitu kingine. Wachambuzi wa masuala ya kiulinzi wanasema kwamba sasa ni wakati wa wataalamu kukaa pamoja kutoka nchini Marekani na wale wa Israel kuangalia ni jinsi gani walikwama. Iron Dome sio chombo cha kupigana vita. Wakati huu kinaonekana ni chombo cha kawaida, hakiwezi kuzuia makombora kabisa, wanasema wachambuzi wa mambo. Ni wakati wa kufanya tathmini na kukaa chini na kuangalia ni jinsi gani wanaweza wakapata njia za kuweza kuboresha na kuweza kudhibiti kabisa makombora ya masafa marefu ya ballistic. Rich Torres wa New York, mmoja wa wanademokrasia wachache waliorudi nyuma kwa nguvu, aliweka wazi akisema hata mpigania amani aliyejitolea zaidi hapaswi kuwa na pingamizi kwa Iron Dome kwa sababu lengo lake pekee ni kuzuia raia wasiuawe, lakini hili limeshindikana. Lazima kufanyika utaratibu wa kuweza kupata njia ya kuzuia ya kuweza kudhibiti mfumo huo wa ulinzi wa anga ili uweze kudhibiti makombora yatakayoweza kuathiri jamii ya Kiyahudi na popote pale ambapo mfumo huo utauzwa kama ambavyo ulisifiwa kwa miaka mingi iliyopita.
Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Damu Hussein.